wewe kesi ya mwenyekiti Tundu Antipas Lissu, kesi ya uhaini nchini, wewe hiyo kesi unaihitaji? Kumekuwa na kauli za upotoshaji ambazo zimekuwa zikitolewa na viongozi wa CCM. Naomba nieleze. Sasa kauli ya kwanza nataka nimzungumzie mzee wetu, mzee ni wa makamo, mzee Steven Wasira. Amezungumza juzi hapa na chombo cha habari cha Mwananchi na alisema kuwa hakuna kesi ya kisiasa nchini. Sasa mzee wangu, mzee Wasira, sijajua wewe kesi ya mwenyekiti Tundu Antipas Lissu, kesi ya uhaini nchini, wewe hiyo kesi unaihitaji? Unahitaji kesi ya mtu ambaye amekaa gerezani siku 319 mpaka leo, tangu tarehe 9 Aprili mwaka uliopita 2025 mpaka leo ni siku 319 mtu anakaa gerezani kwa kesi ya mchongo, kesi ya kubambikiziwa, kesi ya uongo, kesi ambayo ni kesi ya mwenyekiti wa CCM dhidi ya mwenyekiti wa Chadema, ili huyu mwenyekiti wa CCM apate haueni wa kugombea kiti cha urais mwaka 2025. Wewe kesi kama hiyo wewe unahitaji? Maana mimi sielewi, ukisema hizi kesi sio za kisiasa, hii kesi wewe unahitaji? Mwenyekiti anakaa gerezani sio kwa kupenda, anapotezewa muda. Hakuna njia nyingine ya kuisema. Mnampotezea mwenyekiti muda, mnawapotezea wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo muda kwa kila siku kwenda mahakamani kushuhudia kesi ya uongo. Kwa sababu tunapokuwa mahakamani tunawasikiliza mashahidi. Hao mashahidi wenyewe sasa hawajui hata kwa nini mwenyekiti Lissu yupo mahakamani. Mwenyekiti anawauliza, mnafahamu kwa nini leo tupo hapa, au mimi nashtakiwa na nini? Shahidi anakujibu sijui. Mnapoteza kodi za Watanzania, mnapoteza pesa za walipa kodi ya Watanzania. Hizi ni pesa ambazo zingetumika kufanya maendeleo ya nchi hii. Tanzania ipo kwenye nchi ambazo zinatajwa kuwa masikini kwenye mataifa yote, lakini tunatumia pesa kulipa majaji, tunatumia pesa kulipa makarani, tunatumia pesa kwa ajili ya kulipa wafanyakazi wa serikali kwenye kesi za mchongo kama hizi. Hiyo sio sawa, na sisi kama Chadema hatutakaa kimya tukiwaangalia. Hilo msahau. Narudia tena, makamu mwenyekiti, hii kesi ni kesi ya mchongo, ni kesi ya kisiasa na ni kesi ya kubambikiziwa. Hivyo mna kila haja ya kufanya kila mnaloweza kupitia DPP aifute hii kesi mahakamani, kwa sababu haina maslahi kwa Jamhuri ya Tanzania na haina maslahi kwa Watanzania. Lakini kesi ya pili ambayo pia ni kesi ya kisiasa nchini ni kesi ya Kaunya, aliyekuwa katibu mkuu wa Bavicha Taifa awamu iliyopita na wenzake 20 kule Bunda. Kaunya amekaa gerezani zaidi ya miezi 3 kwa kesi ya kubambikizwa, kwa kesi ya uongo. Leo mnasema ni kesi ya uhaini, kesho mnasema ni kesi ya armed robbery. Tuchukue lipi? Sasa serikali bado still nitasema mnaendelea kutumia pesa za walipa kodi kufanya kesi za michongo. Hii sio sawa. Hili sio jambo ambalo lina maslahi na wananchi. Kupitia DPP tena futeni hizi kesi haraka iwezekanavyo.